kupinga ukoloni wa Kijerumani. Wakati Wajerumani wakizidi kujitanua wakiingia Tanganyika mwaka 1891, Mkwawa hakuwa tayari kwa diplomasia. Ilipofika Agosti 17, jeshi lake imara likiwa limejihami kwa mikuki na upinde na baadhi wakiwa na bunduki, walimvamia kamishna wa Ujerumani Emil von Zelewski katika kambi ya Lugalo na kufanikiwa kumuua yeye pamoja na wanajeshi wake 250. Inadhaniwa kuwa ushindi huu ulichochewa na maji ya Mkwawa yenye kuaminika kuwalinda wapiganaji wake, hali iliyowashangaza sana Wajerumani. Ilipofika mwaka 1894, Kanali Friedrich von Schiller alishambulia na kuichoma moto ngome ya Kalenga. Mkwawa alifanikiwa kukimbia kufuatia tukio hilo na kuanzisha vita vya msituni kwa miaka 4. Wahehe wapatao 100,000 walipoteza maisha katika mapigano hayo, ingawa wapo wanaoamini kuwa haya hayakuwa mauaji ya kimbari. Ilipofika mwaka 1896, kaka yake Mkwawa aliyejulikana kama Mpangile alitambuliwa kama sultan, japo kwa muda mfupi tu, na Tom von Prince, ofisa Mjerumani. Hata hivyo, alinyongwa mwaka 1897 kwa tuhuma za uhaini. Akiwa na ndugu yake anayefahamika kama Chambila, Mkwawa aliendelea na vita hadi mwaka 1898 ambako alidhibitiwa na Wajerumani katika pango la Mlambalasi. Hata hivyo, Mkwawa aliamua kujitoa uhai mwenyewe kwa kujipiga risasi kichwani Julai 19, akikwepa kukamatwa na Wajerumani. Ganda la risasi lilipatikana ndani ya pango hilo na likawa ushahidi tosha kuwa alijiua mwenyewe.